ulikuwa ni mchezo wa ilikuwa ni mechi nzuri, tunasema mechi ambayo imekutanisha timu ambazo zinakuwa na approach moja, kwa maana ya kila timu ilikuwa inajaribu kuonyesha ama kuportray kile ambacho wako nacho. Ukiangalia kipindi cha kwanza ilikuwa ni game ambayo ilikuwa dominated overall na Simba Sports Club, then Stellenbosch wao waliamua kusimama na kuwa second team, manake wao walikuwa wanafanya reaction kwenye zile actions ambazo Simba walikuwa wanazifanya. Lakini kipindi cha pili Stellenbosch akageuka tena kuwa ni actor, then reactor kawa ni Simba Sports Club. Tuliona sura ya pili ya Stellenbosch kwenye kipindi cha pili pale ambapo waliamua sasa na wenyewe kuonyesha kwamba they can attack, yani wanaweza kushambulia. Lakini all in all ilikuwa ni mechi nzuri sana ambayo binafsi nadhani zimekutana timu ambazo kwa performance ambayo imetokea siku ya leo ni timu ambazo ziko katika daraja moja. Simba iko daraja moja kwa maana ya performance. Kipi ambacho kimefanya Simba isishine kama ambapo watu walitarajia ilikuwa imeondoka na ushindi? Ni performance nzuri ambayo Stellenbosch alikuja nayo kwenye aspect ya kiuzuiaji, lakini pia tunaweza tukasema kuna baadhi ya wachezaji ambao ama kuna matukio ambayo yaliwafanya wao wenyewe Simba Sports Club kwa sababu ya haraka ama pupa kushindwa wao kumaliza mchezo. Rejea shambulizi la mwisho ama chance ya mwisho ambayo Elim Panzu Kibisawala aliweza kuitengeneza kwa Jean Chaza wa namna ambavyo alishindwa ku execute into perfection ile nafasi ambayo aliweza kutengenezea, kwa sababu alikuwa ameshamaliza, ameweza kumtambuka ama kumtoka goalkeeper, manake alikuwa ni yeye na goli. Ilikuwa ni easily tapping ya kutapu mpira kuelekea ama kudirect mpira kuelekea golini, lakini ikawa ni ngumu. Naweza nikaelewa kwa sababu pia mchezaji kuna moment ambao alichoka akaonyesha ishara kwamba nahitaji kufanyiwa mabadiliko, lakini suddenly tukamshuhudia akarejea tena kiwanjani. Kwa hiyo nadhani pupa, lakini pia wachezaji kutoweza kuzitumia nafasi kwa asilimia kubwa, na yeye imeweza kuigharimu Simba Sports Club ama wao wenyewe kutoondoka na magoli mengi siku hii ya leo. Ukiangalia overall Simba walikuwa na shots kwa maana attempts 22. Kwenye attempts 22 una goli moja, kiukweli haileti hali ama haileti uhalisia wa calculation ya namna ambavyo zile attempts zako zinavyoweza kukusaidia. Kwa kwangu mimi nadhani wao wenyewe Simba Sports Club kutoondoka na magoli mengi ni wao wenyewe wanapaswa kujilaumu. Sana sana Jean Chaza wao kwa sababu ya namna ambavyo golden chance ilitengenezwa dakika za mwishoni ambapo walikuwa wanaweza kuwafanya Simba Sports Club waweze kuwa na imani zaidi kwenye mchezo unaofuata kule nchini Afrika Kusini. Naweza kusema Simba ina wachezaji ambao ni wadogo na wameshindwa kushikilia yale ambayo watu wengi waliyatarajia, kwa sababu Stellenbosch ni timu ambayo ni kubwa kwa wachezaji, lakini kwa majina ambayo timu zimekutana na Simba huwezi kuamini Simba amecheza mpira ambao ulikuwa pia uvutii. Ukisema mpira ulikuwa uvutii, lazima uje na sababu, kwa sababu kwa nini nasema kwamba Simba walicheza game, walitupa game nzuri kipindi cha kwanza, ndio kipindi ambacho waliweza kuondoka na goli moja ambao ndio limeweza kustand mpaka mwisho. Then sema ambao unaweza kusema Simba hawakuwa vizuri ni kwenye kuzi execute zile nafasi ambazo walikuwa wanazitengeneza. Kwa sababu kama safu ya ulinzi utailaumu vipi kwamba haikuwa vizuri ili hali haijaruhusu goli lolote na walikuwa wanaweza kuwadhibiti vizuri kina Nduli na wachezaji wengine wa Stellenbosch. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kina Titus hawajashine, yote ni kwa sababu ya uimara na ubora wa safu ya kiungo cha Simba Sports Club na safu ya ulinzi. Kwa kwangu mimi naweza kusema kwamba kama tunataka kusema Simba hawakuperform vizuri, basi hilo jukumu tulipeleka upande wa ushambuliaji ambao pia umetoa goli moja ambao limeleta alama 3. Kwa hiyo ni ngumu kusema kwamba Simba hawajawa na mchezo mzuri. Tuseme tu wameshindwa kutekeleza yale ambayo walikuwa wameyatengeneza kwa asilimia kubwa kwenye swala la kiushambuliaji, kwa maana kwenye aspect ya offensive. Una mchezaji kama Chamu Kalabu anaumia wakati ambao Chama Loni Fondo inakuwa ngumu kwa hiyo. Inakuwa ni ngumu sana kwa sababu tunasema timu yoyote huwa inajengwa na ulinzi. Yani ule ndio msingi wa timu. Safu ya ulinzi ikiwa na matatizo, basi it's most likely kwamba una asilimia kubwa ya kupoteza matokeo. Nakumbuka miaka ya nyuma Sir Alex Ferguson akiwa na klabu yake ya Manchester United, kipindi ambacho anaenda kumsajili Robin van Persie kutoka kwenye klabu ya Arsenal, nadhani ulikuwa msimu wake pia wa mwisho, yeye alikuwa anaelekea mwishoni mwa yeye kuendelea kuiongoza klabu ya Manchester United. Aliwahi kuzungumza the best way to defend is to attack, na ndio maana yeye
wanasajili sana washambuliaji ambao once wanashambulia sana itawalazimu wapinzani ku sit back. Kwa kama wana sit back maana yake hawezi kushambulia, itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo uwepo wa wachezaji ambao ni wazuri kwenye offensive, kina Elim Panzu, kina Kibu Dennis, kina Jean Charles Ahoua, kina Lada Juma Chasambi, huenda kawa ni silaha nzuri kwa Fadlu Davis kuwafanya walinzi wake waweze kuwa imara ama waweze kuwa safe, lakini pia kuwa na ngao nzuri ya kuwalinda walinzi wake. Namzungumzia Yusuf Ali Kagoma pamoja na Fabrice Luamba Ngoma, pasi kumsahau Dibra Fernandez Mavambo pale ambapo atakuwa anapata nafasi ama kina Okejefa. Kwa hiyo bado unaiona Simba yes wanakosa walinzi. Hatujajua taarifa za madaktari zinasema nini ama zitasema nini mara baada ya injury ambayo imejitokeza siku hii ya leo, lakini yupo Hussein Kazi kwenye safu ya ulinzi, bado wanayo hiyo nafasi ya kuweza kudevelop na kwenda kustand na kupata matokeo mazuri kwenye mchezo wa marejeano ambao utakuwa ni dhidi ya Stellenbosch, ambao Stellenbosch atakuwa nyumbani Afrika Kusini. Kuna namna ambavyo uwanja wa New Amaan Complex umewagharimu Simba kwa sababu wamezoea kucheza kwenye uwanja wao wa mazoezi Bunju ni majani ya asili, lakini Benjamin Mkapa ambapo wamekuwa kishaini kadhaa ni uwanja wa nyasi za asili. New Amaan ni nyasi bandia. Yeah, kuna namna ambavyo naweza kusema yes, inaweza ikatokea incident ambayo mchezaji ambaye ametoka kutumia uwanja wenye nyasi asilia akaenda kwenye uwanja wenye nyasi bandia. Mara nyingi huwa kuna utofauti wa performance kwa sababu pia nature ya viwanja vinatofautiana totally. Kwa sababu ukiangalia pitch ambayo ni artificial ina namna yake ya kiuchezaji na natural ina namna yake ya kuchezaji. Simply unaweza kusema kwenye throwing of the ball, kwa maana namna ambavyo mpira utakuwa na flow, unaweza throw katika kasi nzuri kwenye uwanja wenye nyasi asilia, lakini kwenye artificial grounds tutaona namna ambavyo mpira una flow katika hali ya tofauti, yani ina flow tunasema smoothly, yani kuna namna ambavyo mchezo ama mpira unakuwa na flow tofauti na namna ambavyo inakuwa na flow kwenye uwanja wa nyasi asilia. Lakini all in all naweza kusema kwamba Simba Sports Club wako na mzigo wa kwenda kufanya kwenda kuzalisha kule, licha kwamba wametoa performance nzuri siku hii ya leo kwa upande wa kutoka na alama 3, lakini kwenda kucheza na Stellenbosch ambao wameonyesha uimara wao wa kiuzuiaji, lakini pia once wanaenda kushambulia na kuonyesha kwamba tunaweza kufikia, na wenyewe pia wakuwa na usahihi wa matendo kwenye offensive actions. Kwa hiyo lazima tuone namna ambavyo Simba wataenda kutoa approach nzuri kwenye mchezo unaofuata. Lakini pia historia inaweza kuwa na favor kwa asilimia kadhaa Simba Sports Club. Miaka ya nyuma yes, kuna watu ambao wanaweza kusema Simba kushinda kwenye viwanja vya ugenini imekuwa ni ngumu, na wakumbusha tu mwaka 2020 dhidi ya Nkana Simba alikuwa ugenini, alishinda goli 1 kwa 0. Na kukumbusha Simba dhidi ya AS Vita kule DR Congo, Simba aliweza kushinda dhidi ya AS Vita ambao ilikuwa ni bora sana 2023 kama si 22 dhidi ya JS Saoula. Simba Sports Club nao pia alishinda akiwa ugenini. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Simba pia anaweza kushinda akiwa kwenye ardhi ya ugenini. Kwa hiyo anatakiwa tu kwenda kupull up socks kwenye kile ambacho ameweza kiachieve na kirejea history ambayo aliwahi kuifanya katika moments za muhimu ambazo nimezitaja hapo.